Kwa Waziri Mkuu. Maswali kwa Waziri Mkuu. Mheshimiwa Waziri Mkuu, karibu. Mheshimiwa Emmanuel Cherehani. Asante sana Mheshimiwa Spika. Mheshimiwa Waziri Mkuu, kumekuwa na malalamiko makubwa sana hapa nchini kwa wananchi wetu wanaoenda kupata matibabu katika hospitali na zahanati zetu, wakati mwingine hata zile hospitali za rufaa. Wakifika wanaambiwa kutoa fedha za kumwona daktari. Maeneo mengine wanatozwa 5,000, 10,000 mpaka 30,000. Ili hali madaktari hawa wanaoajiriwa na serikali, wanalipwa mshahara na serikali, lakini pia Daktari Samia Suluhu Hassan wengine amewapandisha mpaka madaraja vizuri kabisa na stahiki zao wanalipwa vizuri. Na bado kuna maeneo mengine unakuta hali ya mifumo, mvua imenyesha, bado mengine hakuna umeme, maeneo mengine umeme umekatika, sola, labda hali ya hewa ni mbaya, wanafika wagonjwa wanaambiwa mifumo imegoma mpaka hali ya mfumo utakapokaa vizuri. Unakuta watoto wadogo wanahangaika, wamechemka, kina mama wanateseka. Sasa nataka nijue Mheshimiwa Waziri Mkuu, nini kauli ya serikali juu ya swala hili? Mheshimiwa Waziri Mkuu. Mheshimiwa Spika, naomba kujibu swali la Mheshimiwa Emmanuel Cherehani kama ifuatavyo. Mheshimiwa Spika, kwa mujibu wa sheria ya bima ya afya kwa wote, utaratibu tuliojiwekea kama taifa kwenye masuala ya afya ni kuchangiana kwenye vitita mbalimbali ambavyo vinatolewa kama ambavyo vimeainishwa katika bima mbalimbali. Kwa wale ambao wanakuwa nje ya utaratibu wa bima ya afya kwa wote, ndio ambao huwa wanakutana na changamoto ya kutakiwa kuchangia pale wanapofika katika hospitali zetu. Mheshimiwa Spika, niweke wazi kwamba hawa niliowataja wanaotakiwa kuchangia ni nje ya wale ambao wamesamehewa kisheria, wakiwemo watoto wa chini ya miaka 5, akina mama wajawazito, wazee, pamoja na wale ambao wana magonjwa ya mlipuko. Nitoe tu maelekezo kwa Wizara ya Afya kuzingatia viwango vile ambavyo vimeainishwa na serikali kwa mujibu wa sheria zetu ambazo, kwa mujibu wa kanuni zetu ambazo zinalinda viwango hivyo ili Watanzania waweze kupata matibabu na waweze kumudu matibabu. Hata hivyo, kama mtakavyokumbuka waheshimiwa Tanzania, Mheshimiwa Waziri wa Afya alielezea hivi karibuni kusudio la serikali kutunga sheria itakayolinda hivi viwango ili kuepukana na kila halmashauri ama kila mkoa kuwa na viwango vyake. Nielekeze Wizara ya Afya kuharakisha utaratibu huo ili sheria iweze kutungwa ili kuweza kuwa na viwango ambavyo vinaeleweka na viko sambamba katika maeneo yote, kuepukana na kila zahanati ama kila kituo cha afya ama kila hospitali kuwa na viwango vyake, na pengine maeneo mengine viwango kuwa vikubwa zaidi vinavyosababisha Watanzania washindwe kumudu matibabu kwa uharaka. Kwa lile la mifumo, kama ni masuala ya uzembe tutayafuatilia kwa ukaribu ili pasiwepo na visingizio ambavyo vinasababisha Watanzania wachelewe kupata matibabu kwa sababu ambazo zinaweza kuzuilika. Na kwa yale ambayo ni genuine ya kimfumo, naelekeza taasisi zinazohusika kufanyia kazi ili pasiwe na malalamiko haya mara kwa mara, kwa sababu masuala ya matibabu hayapaswi kusubiri. Mheshimiwa Nancy Hassan Nyalusi. Asante Mheshimiwa Spika kwa kunipa nafasi nimuulize swali Mheshimiwa Waziri Mkuu. Mheshimiwa Waziri Mkuu, Mamlaka ya Hali ya Hewa ilitoa taarifa kwamba kutakuwa na upungufu wa mvua nchini kote kwenye msimu wa mvua za masika na vuli. Je, serikali imejipangaje kuhakikisha kwamba kama nchi tunakuwa na utosherevu wa chakula na kuzuia mfumuko wa bei kuelekea kipindi cha miezi ya Ramadhani na Kwaresma? Waziri Mkuu. Mheshimiwa Spika, ni kweli mamlaka yetu ya hali ya hewa ilitoa tahadhari hiyo
na katika baadhi ya maeneo ni kweli tumeona mvua zikiwa na mtawanyiko usiozoeleka na baadhi ya maeneo mvua zikiwa zimechelewa. Mheshimiwa Spika, naomba nitumie bunge lako tukufu kuwatoa hofu wa Tanzania kwamba kwa sasa tuna chakula cha kutosha. Mahitaji ya chakula cha akiba kwa nchi ni takriban tani 1,500,000 na sasa nchi ina zaidi ya tani 400,000 za akiba. Kwa maana hiyo tuna 1,100,000 ambayo ni standard na tuna zaidi ya 200,000 ambazo ni za ziada. Rai ambayo nilitoa hata nilipokutana na wakuu wa mikoa ni kuendelea kuwahamasisha Watanzania katika maeneo ambayo yanaweza kuwa na mvua zisizoridhisha kuzingatia ushauri wa aina ya mazao ya kupanda ambayo yanaweza yakakamilika yakaiva kwa kuzingatia mvua hizo ambazo zimetabiriwa kwamba huenda zisiwe na mtawanyiko mzuri. Tunajua maeneo ambayo huwa yana mvua chache, hivyo wananchi wa maeneo hayo wazingatie kupanda mazao ambayo yanaweza yakamudu kukomaa kwa kutegemea mvua zenye mtawanyiko ambao unaweza usiwe wa kuridhisha. Hata hivyo, tumeelekeza pia wakuu wa mikoa watoe elimu kwa wananchi wetu kuendelea kuwa na matumizi mazuri ya chakula kilichopo na kile kitakachovunwa, kwa sababu kwa tahadhari hiyo tuliopewa huenda kwenye siku za usoni ndiko tukaanza kupata matatizo ya upungufu wa chakula. Kadhalika tumetoa rai kwa wananchi kutunza chakula na kuwa na matumizi ya lazima tu ili kuweza kujiandaa endapo katika baadhi ya maeneo ambayo kunaweza kukawa na tatizo zaidi la mtawanyo wa mvua, basi tuwe na akiba ya chakula. Hata hivyo, Mheshimiwa Spika, kwa tahadhari ambayo Mheshimiwa mbunge ameitoa ya kuelekea Kwaresima na mwezi mtukufu wa Ramadhan, hatuna kisingizio cha kupandisha bei kwa sababu kwa sasa tuna akiba ya chakula ya kutosha. Kwa hiyo nitoe rai kwa wafanyabiashara wasitumie vipindi hivyo vya Kwaresima na mwezi mtukufu wa Ramadhan kutaka kujipatia faida iliyopitiliza viwango ambayo inaweza ikaumiza Watanzania kwa kisingizio cha tahadhari iliyotolewa na Mamlaka ya Hali ya Hewa. Kwa sasa hatuna upungufu wa chakula na tuna ziada, na pale ambapo pana tatizo serikali kupitia wakala wa chakula imeendelea kupeleka chakula ili kuweza kuhakikisha wananchi hawapati shida, Watanzania wote waweze kumudu kupata chakula. Abdul Yusuf Malim. Asante sana Mheshimiwa Spika kwa kunipa nafasi ya kumuuliza Mheshimiwa Waziri Mkuu. Mheshimiwa Waziri Mkuu, nchi yetu imekuwa na mwendelezo mzuri kwenye sekta za michezo kwa kuendeleza kufanya vizuri timu zetu za taifa pamoja na vilabu. Je, ni upi mkakati wa kudumu kwa serikali katika kutambua vipaji kuanzia ngazi za chini pamoja na kujenga miundombinu ya kisasa ambayo inaendana na hadhi ya kimataifa kuanzia ngazi za shule? Mheshimiwa Spika, kufuatia swali hili, kwanza niungane na Mheshimiwa Rais kwa kuipongeza timu yetu ya taifa kwa kuweka record ya kucheza kwenye timu 16 bora kwenye AFCON, na ilikuwa almanusura ifanye vizuri zaidi. Ama baada ya hapo, na nitumie swali hili ili pia kuvitakia kila laheri vilabu vyetu ambavyo vinaendelea kwenye mashindano ya kimataifa hatua ya makundi. Mheshimiwa Spika, ama baada ya maelezo hayo, niseme serikali ya awamu ya 6 chini ya Daktari Samia Suluhu Hassan imechukua hatua
nyingi za kuwezesha nchi yetu kupanda kwenye masuala ya michezo, ikiwemo kutenga shule 56 kwa nchi nzima kuwa maalum kwa ajili ya masuala ya michezo ambako vijana wetu wataendelea kufundishwa. Lakini mbali na hilo, serikali imeongeza msisitizo kwenye mashindano ya vijana wa shule za msingi kupitia UMITASHUMTA, mashindano ya shule za sekondari kupitia UMISETA, na hata sasa tumeelekeza taasisi za serikali zinazoweza kudhamini mashindano haya ikiwemo Mamlaka ya Mapato Tanzania wafanye hivyo, ili watoto wanapocheza waimbe na nyimbo za uzalendo za kuhamasisha watu kujua kwamba kodi ndio maendeleo yetu, pamoja na taasisi zingine za aina hiyo. Kadhalika, serikali imeendelea na ujenzi wa miundombinu. Hivi sasa, mbali na viwanja vitakavyotumika na AFCON, serikali pia imeendelea kujenga, imetenga baadhi ya viwanja vitakavyoboreshwa kwa ajili ya mazoezi, na viwanja hivi viko mikoani, viko kwenye wilaya zetu, ambavyo pia vitatumika kwa ajili ya masuala ya maandalizi ya masuala ya kimichezo. Nitoe rai kwa halmashauri zetu kote nchini kuendelea kutunza maeneo ya wazi yanayofaa kwa ajili ya michezo. Kumekuwepo na utaratibu wa kila eneo la wazi kuuzwa, na hivyo kusababisha vijana, watoto kukosa maeneo ambayo wanaweza wakafanya mazoezi ama wakafanya masuala ya michezo. Leo hii tuna baadhi ya wachezaji wanaocheza timu ya taifa, aina ya Faisal, aina ya Dickson Job, aina ya Metacha, aina ya Kapombe, ni mazao ya mazoezi yao yaliyoanza kwenye maeneo ya wazi. Kwa hiyo nitoe rai halmashauri zetu, mipango miji, kuhakikisha kila wanapopanga wasiuze maeneo ya wazi yanayotumiwa na vijana wetu kwa ajili ya mazoezi. Kadhalika, tumekaa na Wizara ya Kisekta kuangalia uwezekano wa kuwa na mashindano mengi ambayo yatafanya vijana wetu waweze kupata utimamu na kujiandaa kuweza kufanya vizuri zaidi katika michezo. Asante Mheshimiwa Waziri Mkuu, kwa naona baadhi ya majina wanataja ulikuwa kwa hamasa, kimingine kwa nataja kwa Mheshimiwa Thomas Maganga Kampala. Asante Mheshimiwa Spika kunipa nafasi ya kuuliza swali kwa Waziri Mkuu. Mheshimiwa Waziri Mkuu, mwanamazingira namba 1 Tanzania Daktari Samia Suluhu Hassan alianzisha slogan ya nishati safi ili kukabiliana na changamoto ya uharibifu wa mazingira. Lakini kumekuwa na taasisi za serikali ambazo zina mamlaka ya kisheria ya kutoa leseni ya uvunaji wa miti na magogo ya asili. Mheshimiwa Waziri Mkuu, ukuaji wa mti mmoja wa asili huchukua miaka 30 mpaka 60 kukomaa. Leseni hizi zimepelekea uvunaji holela wa miti na magogo. Ni nini mkakati wa serikali kupunguza uharibifu huu wa mazingira? Waziri Mkuu. Mheshimiwa Spika, ni kweli tuna aina ya misitu ambayo ukuaji wake ni wa miaka 20 mpaka 30, lakini kwa kuzingatia sheria ya misitu namba 14 ya mwaka 2002, upo utaratibu ambao unaipa mamlaka, ipo sheria inayoipa mamlaka wakala wetu wa misitu TFS na mwongozo wa namna ya uvunaji wa miti ambao kwa kawaida unazingatia mpango wa uvunaji wa miti na unazingatia aina ya miti ambayo inatakiwa kuvunwa, idadi ya miti na muda wake wa kuvuna, na kadhalika kuna mwongozo ambao unatoa utaratibu wa kupanda miti pale ambapo umefanyika uvunaji. Nitoe maelekezo kwa wakala wetu wa misitu TFS kuzingatia miongozo ambayo imetolewa, hasa kuzingatia uelekeo wa serikali ambao umejikita kwenye kuvuna miti kwenye mashamba badala ya kuvuna
miti ile ya asili ili kupunguza msukumo wa kupotea kwa miti ya asili ambayo kukua kwake ni kwa muda mrefu. Rai yangu kwa Watanzania wote ni kuendelea kupanda miti, tukiiga mfano wa Daktari Samia Suluhu Hassan aliyotumia katika siku yake ya kuzaliwa, kupanda miti, na maeneo mengine yote tuendelee na utaratibu wa kupanda miti na kuitunza. Kuna baadhi ya maeneo tukipanda miti tunapanda kwa sherehe, lakini hatuitunzi ili iweze kukua. Kadhalika kama ambavyo katika baadhi ya maeneo watu wamekuwa na utaratibu wa kukata miti hata kama hawana kazi nayo, wanakata tu. Nadhani ni wakati mwafaka sasa kubadilika, kwa sababu hili jambo la mabadiliko ya tabia ya nchi ni halisi na madhara yake tumeendelea kuyaona. Mtaona mwaka jana, mwaka juzi yaliyotupata pale Hanang', mmeona siku hizi chache zilizopita yalitupata pale Morogoro, na madhara yakaenda mpaka Dar es Salaam kwa kukosekana kwa maji, na haya yote yataenda sambamba hata maeneo mengine ambayo tunayatumia kwa kila siku. Mfano mdogo ni eneo ambalo lilikuwa na nyasi nyingi kwa ajili ya malisho ya mifugo. Mkifyeka miti, baada ya muda fulani eneo hilo halifai tena kwa malisho ya mifugo. Kwa maana hiyo tutaendelea kutengeneza matatizo katika maeneo yetu ya uzalishaji kama hatutajali utunzaji wa miti, kupanda miti na kutunza mazingira. Mheshimiwa Spika, nitoe rai tena kwa wakala wetu wa misitu TFS kuzingatia mwongozo uliotolewa na serikali na sheria ambazo zilianzisha chombo hicho. Asante Mheshimiwa Waziri Mkuu. Mheshimiwa Esther Edwin Maleko. Nashukuru sana Mheshimiwa Spika kwa kunipa nafasi ya kumuuliza Mheshimiwa Waziri Mkuu swali. Mheshimiwa Waziri Mkuu, tunajua serikali imefanya kazi kubwa sana ya kulinda afya za wanawake na makundi mengine yanayojihusisha na biashara zinazohusisha nishati kwa kuweka matumizi bora ya nishati safi. Je, ni upi mkakati sasa wa serikali kuhakikisha matumizi ya nishati safi yanawafikia wajasiriamali walioko vijijini kwa wakati? Waziri Mkuu. Mheshimiwa Spika, ni kweli serikali imeweka mkazo katika swala la nishati safi ya kupikia, na kiongozi kielelezo wa kimataifa global champion ni Daktari Samia Suluhu Hassan, Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, katika kuhakikisha nishati safi inawafikia Watanzania walio wengi, hasa wanawake ambao walimchagua Mheshimiwa Esther Maleko na amekuja kuwatetea hapa. Serikali imeendelea kutoa ruzuku katika baadhi ya vifaa vinavyohitajika pamoja na nishati yenyewe ili kuweza kuhakikisha kwamba inawafikia akina mama kwa unafuu. Na kadhalika kumekuwepo na wito ambao Mheshimiwa Rais mwenyewe amekuwa akielekeza kuweka unafuu kwenye majiko, kwenye nishati yenyewe, kwenye mitungi, kupitia unafuu kwenye masuala ya kodi kwenye nishati safi ya kupikia ili kila Mtanzania aweze kumudu. Rai yangu kwa waheshimiwa wabunge na viongozi wote serikalini, wakiwemo wa kuchaguliwa, waheshimiwa madiwani na wengine, tuendelee kutoa elimu kwa Watanzania kwamba hili ni jambo ambalo linawezekana. Ukirudi miaka 20 nyuma, Mheshimiwa Spika, sio kila mtu angeweza kudhani kwamba hata vijijini kutakuwa na umeme, hata vijijini kutakuwa na simu ya mkononi, hata vijijini kumeweza kuwa na television. Maana yake hata hili linawezekana, kila familia, kila kijiji kuwa na utaratibu wa matumizi ya nishati safi ya kupikia. Mheshimiwa Spika, kwa upande wa serikali tutaendelea kuchukua hatua hizo zinazoleta unafuu ili kila Mtanzania aweze kumudu.
Asante Mheshimiwa Waziri Mkuu. Mheshimiwa Dr. Rita Kabati. Asante Mheshimiwa Spika kwa kunipa nafasi ili niweze kumuuliza Waziri Mkuu swali. Kwanza nichukue nafasi hii kumpongeza Mheshimiwa Waziri Mkuu kwa kazi nzuri ambayo amekuwa akifanya toka ameteuliwa kwa waziri wetu wa nchi. Mheshimiwa Waziri Mkuu, serikali imefanya kazi kubwa sana kupeleka huduma za afya katika ngazi zote mpaka vijijini. Lakini pamoja na upatikanaji wa huduma hizo, kumekuwa na uelewa mdogo wa matumizi ya bima ya afya. Je, serikali imejipangaje sasa kutoa elimu kuhusu bima ya afya kwa wote, kwa wananchi mpaka vijijini? Mheshimiwa Waziri Mkuu. Mheshimiwa Spika, bima ya afya kwa wote ni jambo ambalo limekuwa hitaji la wananchi wa Tanzania kwa muda mrefu, na Daktari Samia Suluhu Hassan katika uongozi wake wa awamu ya kwanza alielekeza taratibu zote za masuala ya kisheria ziweze kukamilika. Ni kweli kama anavyosema Daktari Rita Kabati kwamba hatua iliyosalia sasa ni ya kutoa elimu, na Tanzania ambayo kwa asili yetu ni nchi ambayo tumejengwa kwenye misingi ya undugu, nianzie hapa kutoa rai kwa Watanzania wote kwamba kujiunga na bima ya afya kwa wote ni jambo la msingi ambalo litatuwezesha Watanzania wote kuweza kumudu masuala ya matibabu, kuweza kuchangia matibabu ya wale ambao wana uhitaji mkubwa wa matibabu na pengine wanaweza wasimudu kulipia matibabu hayo. Jambo kubwa ambalo tunatakiwa kufanya ni kujiunga kwenye vitita hivyo ambavyo vitaelekezwa na Wizara ya Afya, na baada ya kujiunga, upande wa serikali tunafanya kila jitihada kuhakikisha huduma hizo za afya zinapatikana kwa ukaribu, huduma za afya zinapatikana kwa uhakika, ili kuweza kuhakikisha kwamba kwa yeyote ambaye amejiunga na bima ya afya anapata matibabu ya chochote kile kinachomsumbua, tena kwa uhakika bila usumbufu, ili kuweza kuhakikisha kwamba wote wanapata kuvutiwa kujiunga na bima hiyo ya afya. Katika maandalizi hayo, Mheshimiwa Spika, Rais wetu wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania aliahidi kwamba ndani ya siku 100 ataongeza wahudumu wa afya, ataajiri wataalamu wa afya 5,000, na hivi tunavyoongea, Mheshimiwa Spika, tayari wataalamu hao 5,000 walishaajiriwa na wamepelekwa kwenye zahanati zetu, vituo vyetu vya afya, hospitali zetu, ili kuweza kuhakikisha kwamba mbali na majengo mazuri aliyoyajenga Daktari Samia Suluhu Hassan, pia tunakuwa na wahudumu wataalamu wa afya wa kutosheleza katika maeneo ya hospitali zetu, na hili linaenda sambamba na upatikanaji wa vifaa vya kisasa ambavyo kwa sasa vinapatikana kwenye hospitali zetu zote. Mheshimiwa Spika, zamani baadhi ya vifaa vilikuwa vinapatikana tu hospitali zilizoko Dar es Salaam. Ukitaka MRI Dar es Salaam, ukitaka CT scan Dar es Salaam. Hivi tunavyoongea, kila hospitali ya mkoa ina vifaa hivyo vya CT scan, masuala ya ultrasound yameenda mpaka hospitali zetu za halmashauri na za wilaya, na masuala ya MRI sasa yanapatikana hata kwenye hospitali zetu za kanda na hospitali zetu za rufaa. Kwa hiyo ni hatua kubwa ambayo serikali imepiga, na tuwahakikishie Watanzania wakishajiunga na bima hiyo ya afya watakuwa wameweka utaratibu wetu wa undugu wa kuweza kujihakikishia tunapata matibabu. Nitoe rai kwa waheshimiwa wabunge, waheshimiwa madiwani na viongozi wengine wote, tuendelee kuelimishana, tuendelee kuelimisha makundi mbalimbali, tuendelee kuwaelimisha Watanzania kuhusu jambo hili kubwa ambalo lina manufaa makubwa na litakuwa na manufaa mapana kwa jamii nzima ya Tanzania. Asante. Mheshimiwa Ignesta Kaiser. Mheshimiwa Spika, nikushukuru kwa kunipa nafasi. Mheshimiwa Waziri Mkuu, serikali imefanya maboresho ya utoaji mikopo ya 10% kwa kuwezesha mabenki yaweze kutoa hiyo mikopo ndani ya halmashauri baadhi. Sasa Mheshimiwa Waziri Mkuu, dhana nzima au sababu kuu
ya serikali kuitoa hii mikopo ilikuwa ni kwa ajili ya wale Watanzania, wananchi wa Kitanzania, kwa maana ya wanawake, vijana na wenye ulemavu ambao kimsingi katika hali ya kawaida hawakuwa na sifa za kukopesheka katika benki kutokana na hali zao za kimaisha ambazo zinawakumba. Lakini sasa, Mheshimiwa Waziri Mkuu, mabenki haya wameweka masharti ambayo ni magumu sana, masharti ambayo mwisho wa siku walengwa ambao serikali imekusudia waweze kupata ile mikopo wanashindwa kupata ile mikopo kwa sababu vigezo vinawatoa nje, kwa sababu mabenki haya yameweka mkazo mkubwa sana wa masharti magumu kana kwamba sasa ni biashara. Sasa Mheshimiwa Waziri Mkuu, wakati akina mama, vijana na wenye ulemavu wakiwa wanasubiri tabasamu kutoka kwa Mheshimiwa Rais kupitia hii mikopo, fedha hizi Mheshimiwa Waziri Mkuu zimelala ndani ya mabenki. Na mfano nikitolea mfano mmoja, Mheshimiwa Waziri Mkuu, katika halmashauri ya jiji ya Dar es Salaam, as we speak now, shilingi bilioni 91 zimelala ndani ya benki, na wale ambao wanapaswa kukopeshwa wako mitaani, hawawezi kukopesheka kwa sababu ya hayo masharti ambayo yamekuwa ni magumu, na kimsingi nikana kwamba sasa sio tena ile 10%, nikana kwamba sasa mtu anakwenda kukopa katika benki kibiashara. Lakini Mheshimiwa Waziri Mkuu, kabla sijauliza swali, wote tunafahamu kwamba wananchi hao ambao tumewalenga, hayo makundi matatu, wengi wao hawana hata dhamana, na ndio maana serikali mkaja na mpango mzuri sana wa kumkomboa kijana wa Kitanzania, kumkomboa mwanamke pamoja na wale wenye ulemavu. Swali langu Mheshimiwa Waziri Mkuu, serikali kwa nia yake njema hile haioni kwamba ni vema sasa ukabadilishwa mfumo mzima wa namna ya kukopesha zile fedha, na ikibidi Mheshimiwa Waziri Mkuu, wananchi hawa, walengwa hawa, yatumike masharti na mifumo inayofanana, ili mwisho wa siku ile dhana nzima ya serikali kumkomboa kijana wa Kitanzania, wanawake na wenye ulemavu iweze kuonekana kwa tija, kwa sababu mwisho wa siku Mheshimiwa Waziri Mkuu, hizi bilioni 91 nimekupa mfano kutoka katika halmashauri ya jiji la Dar es Salaam. Sasa hivi tunavyoongea, wananchi wangekuwa wanatabasamu kubwa sana na wakimshangilia Mheshimiwa Rais kwa jinsi ambavyo ameweza kuwakomboa. Mheshimiwa Waziri, nitakushukuru sana kama utatupa majibu ambayo yatapelekea tabasamu kwa wananchi ambao kimsingi ni wanyonge, na Mheshimiwa Rais anahitaji kuacha pamoja na tabasamu. Asante sana Mheshimiwa. Mheshimiwa Waziri Mkuu. Mheshimiwa Spika, nakushukuru kwa nafasi hii. Ni kweli serikali ilibadilisha utaratibu na kupeleka utaratibu wa majaribio katika baadhi ya majiji na halmashauri, fedha hizi za mikopo kuanza kutolewa kwa utaratibu wa kupitia benki, na baadhi ya halmashauri ziliendelea na utaratibu ule wa awali. Sababu kubwa ya kufanya hivyo ilikuwa ni kupeleka utaratibu huu kwa maafisa wanaoshughulika na masuala ya mikopo, hasa kudhibiti tatizo lililokuwa linajitokeza la vikundi hewa, la watu wanakaa kwenye halmashauri pale, wanatengeneza vikundi, wanatengeneza syndicate kutoka baadhi ya watumishi wa ndani ya halmashauri na wale wanaopokea fedha hizo. Kimsingi watumishi wasio waaminifu na wenyewe wanakuwa sehemu ya vikundi, wamezitanguliza kule kwenye kikundi na yeye anakuepo kule kwenye. Kwa baada ya zoezi lote lile, lengo la serikali linakuwa halijatimia, lile la kuwasaidia wahusika hasa wanaofanya shughuli hizo za uzalishaji, na lengo la pili la kwamba kutakuwepo na marejesho ili na wengine waweze kupata, na lenyewe linakuwa halitimii. Kwa hiyo ndio ilikuwa sababu ya msingi. Sasa baada ya kupeleka kwa majaribio kwenye maeneo haya ya mabenki, nimesikia Mheshimiwa Mbunge ulichokisema, na nilipata fursa ya kukaa na wafanyabiashara hizi ndogo ndogo, wamachinga, nilikaa na bodaboda, nilikaa na bajaji, nilikaa na mamalishe. Moja ya mambo walioelezea yalikuwa yanafanana na hayo ambayo Mheshimiwa Mbunge umeyasema, na maelekezo niliyoyatoa ambayo ndio dira iliyotolewa na Mheshimiwa Rais
ni kwenda kwenye uhalisia. Machinga hawezi kuwa na hati ya nyumba. Ukimwambia alete hati ya nyumba ndio apate mkopo, ni dhahiri hata kuwa na hiyo hati ya nyumba. Na maeneo mengine walielezea kwamba wanatakiwa watoe dhamana, barua ya udhamini wa watumishi walioko serikalini. Na yenyewe machinga, mabodaboda, ukimwambia aanze kuhangaika kutafuta mtumishi aliyeko serikalini ya mdhamini, na lenyewe ni tatizo lingine. Kwa maelekezo nilitoa, waondoe hayo masharti yanayokwamisha walengwa hawa kuweza kupata manufaa ya fedha hizo ambazo Mheshimiwa Rais amekusudia ziweze kuwafikia. Tulikubaliana na mabenki walikuwepo pale kwamba hayo masharti ya hati ya nyumba, hayo masharti ya barua ya udhamini kwa wale ambao wanatambulika hayatakuwepo. Labda Mheshimiwa Spika, nitumie tu bunge lako tukufu kuweka wazi eneo moja. Kwa yule ambaye hana kitambulisho cha taifa ndiye anayetakiwa utambuzi. Wale ndio ambao wamekuwa wakitakiwa watoe barua ambayo at least mtambulishe kwamba yeye ni Mtanzania. Mheshimiwa Spika, mimi nakumbuka kuna watu tumesoma wote sekondari, tukiwa tunapanga wote, tunagombania chakula hapo na mapoti na masahani. Tumeenda chuo pale tunapanga foleni. Baada ya miaka kadhaa tumeona wanashika nafasi katika nchi za jirani kule, wamesoma kwa kodi za Watanzania, wameziba nafasi za Watanzania. Kwa hata huku kwenye mikopo na kwenyewe, waheshimiwa wabunge, ni waombe mridhie utaratibu wa kupekua kwamba apate Mtanzania, wenyewe ule uendelee. Lakini kwa wale ambao wana vitambulisho vya taifa hawataulizwa hati wala hawataulizwa barua ya mtumishi yeyote anayetoka serikalini. Na Mheshimiwa Rais Daktari Samia Suluhu Hassan anamaanisha kwenye jambo hili la kuwawezesha vijana wa Kitanzania, wanawake wa Tanzania, ndugu zetu wenye kutoka makundi maalum. Ndio maana mbali na zile 442 kaongeza bilioni 200 ndani ya siku 100 baada ya kuchaguliwa kwake, ili kuongeza wigo wa vijana hawa kuweza kupata huduma hiyo. Na tayari ameshatoa maelekezo pia katika bajeti hii inayoandaliwa, itafuta utaratibu wa kuiongeza 5% nyingine ya kujenga miundombinu ya kufanyia watakakofanyia biashara hizo, kujenga miundombinu ikiwemo masoko nadhifu yenye hadhi ya utu, kina mama na vijana waweze kufanyia biashara katika maeneo ambayo ni nadhifu. Kwa hiyo hili na lenyewe serikali tunaendelea kujiandaa nalo, na 5% hii itatumika hata katika baadhi ya maeneo ambako aidha wa machinga ama wengine wenye kina mamalisha ama wengine ambao wanakosa maeneo ya kufanyia biashara, yatatumika hata kutoa fidia ili machinga wafanyie biashara katika eneo ambalo watapata wateja, mamalisha wafanyie biashara katika eneo ambalo watapata wateja. Na Mheshimiwa Spika, mke wangu aliwahi kuwa mamalishe, kwa hiyo ninapoongelea watu hawa naongea kwa passion kwa sababu nimewahi kuishi kwa kulishwa na fedha ya mamalishe. Mheshimiwa Waziri Mkuu, kwanza nikushukuru sana, na hasa kwa hili swali la mwisho ambalo lilikuwa lina utata sana na wakurugenzi kwa hawana kauli ya serikali. Kwa tamko lako leo, hili ni agizo la serikali na lizingatiwe na lifuatwe ili kuhakikisha wananchi hasa wa kipato cha chini wapate hizi pesa za Mheshimiwa Rais. Leo Mheshimiwa Waziri Mkuu, tuna vijana wanafanya biashara za online. Online haihitaji ofisi, online haihitaji chumba, inahitaji uaminifu tu. Bodaboda sasa hazisubiri abiria, zinafanya delivery. Hawa wote wanahitaji mchango huu wa Mheshimiwa Rais ili na wao wawe sehemu ya tena. Nakushukuru sana Mheshimiwa Waziri Mkuu, asante sana kwa majibu sahihi na nakupongeza sana.